Hello G. Hello sister. Mambo. Are you okay? Yeah, I'm okay. Hatukumaliza stories za no reforms no election. Okay, Clara, ninakuelewa. Nisikilize Clara, ninakwambia kila siku ya. Ni mtu mpumbavu tu tasema moyoni mwake kwamba no reforms no election haiwezekani. Lakini kuingia katika uchaguzi usio huru na haki ni sawa. Clara, nisikilize. I'm listening G. Kila mtu akijali na kujua zana ya uchaguzi bora ni msingi wa utawala bora, bila shaka kila mtu atajali zaidi kuhamasisha na kushauri msingi huu mkuu katika nchi yetu. Clara. Uchaguzi nchi haumliwi tena na kura za wananchi, lakini kuna watu wanataka kupuuza ukweli huu. Clara, endelea G. Hatuwezi kuwa na uchaguzi kama ambavyo tumekuwa nao 2019 wakati wa uchaguzi wa serikali za mitaa, 2020 katika uchaguzi mkuu, 2024 juzi. Umeona mambo ya kiuni kabisa yaliyofanyika, yanaondoa dhana ya utawala bora katika nchi. Wacha tupambane. Pambana usiku na mchana, maana leo hii haikuwa jana. Mafanikio yanahitaji kujikana. Pambana usiku na mchana, maana leo hii haikuwa jana. Mafanikio yanahitaji kujikana. No reforms, no election. No reforms, no election. No reforms, no election. No reforms, no election. Na ndio sababu tumeona ni chama chote cha siasa kinachotaka kuwa mbadala wa serikali iliyopo ni lazima kijali kwanza ukweli huu ili kujenga utamaduni na ujasiri wa uadilifu na fikra za yuhudi. Clara, I'm here bro. Nafahamu kuna gharama za kulipa katika jambo hili, na hiyo ndio inakuwa hofu ya watu wengi, na kimsingi ni kwamba ukifanya tathmini tutapaswa kuvumilia uchungu na maumivu, kejeli na dhiaka. Lakini tupiganie uchaguzi huru kwa sababu yangu, wewe, baba yangu, baba yako, aidha mmoja wetu awe diwani ama mbunge ama rais. Uchaguzi ni dhana na msingi wa kupata utawala bora katika nchi, na unapokompromise uchaguzi Clara, uchaguzi unakuwa unaamliwa na bunduki ama na pesa ama na vurugu. Maana yake ni kwamba nchi itakuwa inaongozwa na kateli. Ni hatari nchi inapoongozwa na kateli. Maana yake sheria zinaacha kufanya kazi, na ndio unasikia mambo ya kutekana, mambo ya kuumizana yanakuwa yanatokea kwa sababu ya masuala ya uchaguzi. Kwa msingi wa uchaguzi ni msingi wa umma. Kwa hiyo wananchi wanatakiwa waamue kiongozi. Na Clara, sikiliza, kiongozi yote ambaye hamliwi na wananchi nafasi yake madarakani hawezi kuwa na nidhamu kwa wananchi, kwa sababu anajua mwananchi ana nafasi yote katika kuamua utawala wa chama chake ama mwenyewe. Kwa hiyo ni wajibu mkubwa sana, sio wajibu wa mimi kwa mbunge, sio wajibu wa chama changu kushika madaraka, ni wajibu wa dhana ya utawala bora katika nchi. Ni wajibu wa dhana ya kuwa na uchaguzi wenye uadilifu. Clara, G, nakusikiza brother. Uchaguzi usio na uadilifu hawezi kuzingatia haki, usawa na utu katika maendeleo ya nchi. Okay, no reforms no election ni commitment ya kila Mtanzania kujihusisha nayo. Viongozi wa dini, taasisi mbalimbali, wafanyabiashara, kujua kwamba ili ni jukumu letu sote na sio tu la chama cha siasa. My darling sister, I hear you bro. Kila mtu anapaswa kujua dhana ya uchaguzi bora ni dhana ya utawala bora, na tukipuuza dhana ya uchaguzi bora, maana yake tuna invite kateli kuongoza nchi. Na uchaguzi wa nchi ukianza kuamliwa kwa wizi wa kura, kwa ubabe, kwa kupindisha sheria, kwa kuumiza vyama vingine vya siasa, hiyo nchi inakuwa kwenye amani fake, kwani hakuna amani ambao msingi wake sio haki. Ongea bro, nakuelewa sana. Kwa hiyo no reforms no elections sio tu kwa ajili ya uchaguzi, ni kwa ajili ya future ya nchi hii, watoto wetu, vizazi vinavyokuja, na kwamba kuwa na taifa lenye msingi ya haki, kwa sababu haki huinua taifa. Clara, nafikiri umenielewa. Please be concerned. Ongeeni jambo hili la no reforms no election kila mahali, mkiwepo masokoni, mkiwa stendi, mkiwa airport, mkiwa katika nyumba za ibada, misikitini na makanisani. Sababisheni kila mtu awe concerned na jambo hili. Ni jambo muhimu kwa ajili ya nchi yetu. Liongeleni kila mahali. Lakini vile vile Clara, chama chetu kimezindua programu maalum kwa ajili ya kutafuta pesa. Mnafahamu kwamba hatuwezi kuzunguka kuelimisha wananchi nchi nzima bila kuwa na pesa. Clara, I'm still here G.
Programu hiyo inaitwa Tone Tone, yani mchango wako mdogo unaweza ukaleta mabadiliko makubwa. Kwa hiyo tafadhali sana tunaomba vile vile muongee habari ya Tone Tone. Akaunti zetu namna ya kuchanga iko katika social media mbalimbali huko, na wewe nitakutumia kwenye simu yako baada ya mazungumzo hayo. Asante sana. I love you. Nakuelewa G. Love you more. Ngoja tupambane. Usiogope kusukesha, itakuwa bora day, itakuwa bora zaidi. Usiogope kusukesha, itakuwa bora day, itakuwa bora zaidi. No reforms, no election. No reforms, no election. No reforms, no election.